Nasoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 25 kuanzia mstari wa 6 hadi wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: na tazama, mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja na kuwaletea nduguze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli, hapo walipokuwa walia mbele ya mlango wa hema ya kukutania. Naye Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo mkononi mwake, akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema ya nyumba yake, naye akawachoma wote wawili kwa fumo lake, yule mume wa Israeli na huyo mwanamke kati ya tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwao wana wa Israeli, nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu 28,000 hesabu yao. Ukilitazama ni kama kanisa, lakini sio Wakristo. Hawana Kristo wala hawamjui Kristo, lakini kwa macho haya ya kibinadamu ukitazama ni kama kanisa, ni kama wacha Mungu, lakini kanisa hilo sio Wakristo. Unaelewa nini? Nini maana yake maneno haya? Ni kweli tuko hivyo, ukitazama ni kama kanisa, ni kanisa kabisa, lakini kanisa hilo sio Wakristo, kwa sababu hawana Kristo ndani yao, hawana neno la Kristo, hawana injili ya Kristo. Kwa sababu hiyo sio Wakristo, ingawa ni kanisa. Maana ya maneno haya matakatifu ni hii: siku ile Israeli wametoka Misri, wamefika katika ardhi ya Moabu, hapo Shitimu, wakaweka kambi hapo. Walipoweka kambi hapo, basi Balaamu nabii, kwa kuwa amewaka tamaa ya fedha na mali, akamshauri Balaki mfalme wa Moabu kwamba awakoseshe, atie ukwazo kwa wana wa Israeli, kwa kuwa watu hao wamebarikiwa. Wamebarikiwa, wana Mungu, wanalindwa na Mungu, wanalishwa na Mungu, wana chakula kutoka juu mbinguni na kinywaji cha mbinguni. Watu hawa wamebarikiwa. Kwa hiyo, kwa sababu watu hawa kuwapiga ni ngumu, kwa sababu wanalindwa na Mungu, Balak akamshauri Balaamu nabii kwamba atapewa fedha na mali nyingi kama akiwalani hawa watu. Ndipo Balaamu alipomwambia, uwakoseshe kwa namna hii, waiteni kwenye karamu zenu za miungu, ibada za miungu. Watakapokuja katika hiyo karamu, basi watakula chakula na kinywaji cha miungu yenu, na hapo Mungu wao atawaacha, ndipo watakapokengeuka na kupigwa. Hivi ndivyo alivyofanya Balaamu. Kwa hiyo watu wa Moabu wakawaalika hawa wana wa Israeli kana kwamba ni rafiki, watu wema. Wakawaalika, wakaenda kwenye sherehe zao, wakaenda kwenye karamu za miungu ya Baali Peori. Wana wa Israeli walipoenda huko, wakala chakula, sadaka iliyotolewa kwa sanamu, kwa miungu. Wakala chakula hicho, wakanywa kinywaji hicho. Kwa hiyo maandiko yanasema kule kula na kunywa, wakajiunga na Mungu, miungu ya kuzimu. Wakamwabudu, wakaiabudu hiyo miungu, wakaisujudia hiyo miungu, na wakajiungamanisha na madhabahu ya Baali Peori. Wakamwacha Mungu wao, wakazini huko, wakafanya uzinzi na usherati na ukahaba huko katika ibada za miungu ya kuzimu. Shetani akawa amewaweza kwa namna hiyo. Biblia inasema kule kula na kunywa, wakazini, tena
wakawa wameiabudu na kuisujudia hiyo miungu, wakajiungamanisha na madhabahu ya Baali Peori. Sasa hawana Mungu tena, wana shetani Ibilisi, ndiye anayewaongoza, kwa sababu chakula wanachokula sio kile chakula cha Mungu kutoka mbinguni. Sasa wanakula chakula cha duniani kutoka kuzimu. Kinywaji wanachokula sio kile kinywaji kilichotoka mbinguni cha uzima wa milele, bali sasa wanakula kinywaji kutoka kuzimu kwa Ibilisi shetani katika madhabahu ya Baali Peori. Mungu akaghadhibika sana. Lakini hawakuishia hapa. Hata watu wengine, huyu mtu wa Israeli akachukua mwanamke Midiani kutoka huko kwa Wamoabu, akamuoa, akamchukua kama mke, akamleta ndani ya kambi ya wana wa Mungu, akawaleta ndani ya wacha Mungu, mbele ya Musa, mbele ya Haruni, mbele ya mkutano, wanalia kwa dhambi hiyo. Yeye anakuja na mwanamke ambaye sio Mwisraeli, anamleta mwanamke kutoka Midiani. Hawa sio uzao wa Ibrahimu. Huyu mwanamke sio uzao wa Ibrahimu. Huyu mwanamke sio uzao wa Isaka, Yakobo, sio uzao wa Israeli, sio uzao wa wana wa Mungu, lakini amemleta kwenye kambi sasa, na yeye aonekane ni mwanamke katika kambi ya wana wa Mungu. Mungu akaghadhibika, dhambi kubwa ameifanya. Kwa hiyo huyu mwanamke, huyu mtu aliyemleta huyu mwanamke, ukimtazama huyu mwanamke ni mwanamke kama wanawake wengine wa Kiisraeli. Ukimtazama ni mwanamke kama wanawake wa Israeli. Amefanana na wanawake wa Israeli, lakini sio wa Israeli. Yeye ni Midiani, ametoka kwa Baali Peori, yuko chini ya Ibilisi shetani. Lakini kwa macho haya ukimtazama ni mwanamke sawa na wanawake hawa wa Israeli, lakini sio wana wa Mungu. Ukimtazama ndiyo ni mwanamke, lakini sio mwanamke kutoka katika uzao wa Ibrahimu mtumishi wa Mungu, sio wana wa Yesu Kristo. Huyu mwanamke anawakilisha nini? Huyu mwanamke anawakilisha kanisa ambalo Ibilisi sasa analiingiza ndani ya kanisa, ndani ya Wakristo analiingiza, kwa sababu ukilitazama ni mwanamke, amefanana na wanawake wengine. Usipokuwa makini unaweza kusema ndiyo, ni mwanamke, anafaa. Kwa hiyo huyu mwanamke anawakilisha kanisa, lakini kanisa hili halitokani na Yesu Kristo. Kanisa hili sio uzao wa Yesu Kristo. Kanisa hili sio uzao wa Ibrahimu. Kanisa hili sio uzao wa Mungu wa mbingu na nchi kwa Yesu Kristo, lakini ukilitazama ni kama kanisa la Kristo, lakini sio wa Kristo. Na huyu mwanaume aliyechukua hilo kanisa kutoka nje ya Israeli na kulileta ndani ya kundi la Wakristo, alilomchukua nje ya Wakristo akalileta ndani ya Wakristo, huyu mtu huyu anawakilisha mtumishi wa Mungu anayelichunga kanisa. Hapa mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti, askofu, mwalimu na majina yote matakatifu wanaojiita, kwa sababu amewaka tamaa huyu mtu. Huyu mwanaume wa Kiisraeli amewaka tamaa, amezini huko, amefanya ushenzi, amefanya uchafu wote, amemwacha Mungu wa Israeli, amekiacha chakula cha Israeli, amekiacha chakula na kinywaji kutoka juu mbinguni. Sasa anakuja na vyakula kutoka Moabu, anakuja na vinywaji kutoka katika watu wa dunia, watu wasio na Mungu. Sasa anavileta hivyo vyakula na hivyo vinywaji na hilo kanisa analileta ndani ya watu wa Mungu, ambao anakuja kuchafua mana inayotoka juu mbinguni, anakuja kuchafua kinywaji kilichotoka mbinguni, anakuja kuchafua kanisa. Watu wanatakiwa kujua hilo. Watu wanatakiwa kujua hilo. Kwa hiyo huyu mwanamke anawakilisha kanisa, lakini sio kanisa la Yesu Kristo. Ni kanisa kutoka kwa Moabu, kutoka kuzimu, kutoka kwa Ibilisi, kuchafua wana wa Mungu.
na huyu mtu ndio mchungaji aliyewaka tamaa, akazini na miungu, akazini na Baali Peori. Sasa ni mtumishi wa kuzimu, sio tena mtumishi wa Mungu. Lakini kwa macho ukimtazama ni Myahudi, kwa macho ukimtazama ni Mkristo, anajiita Mkristo. Kwa macho ukimtazama ni uzao wa Yesu Kristo, lakini ukweli amemwacha Kristo. Sasa hana Kristo, ana Baali Peori, ana Ibilisi. Shetani ndio anayemwongoza ndani ya moyo wake, ila usipotambua, ukimtazama unasema huyu ni mtumishi wa Mungu, ukimtazama unasema huyu ni nabii wa Mungu, ukimtazama unasema huyu ni mtume ametumwa na Yesu Kristo, ukimtazama unasema huyu ni mchungaji wa kweli. Lakini kwa macho, kwa nje ni kama Mkristo, lakini kwa ndani amekwisha kumwacha Mkristo. Sasa ni kahaba, mzinzi, anazini na kuzimu. Ameleta kanisa ambalo sio uzao wa Yesu Kristo kabisa ndani ya Wakristo. Sasa wanachafua injili ya Yesu Kristo kidogo kidogo, kidogo kidogo, injili haionekani tena. Wanaingiza maneno ya dunia, wanaingiza mafundisho ya dunia ndani ya Wakristo, wanaingiza vyakula vya dunia ndani ya Wakristo. Sasa Wakristo wanaisahau mana iliyotoka juu mbinguni, wanaiweka pembeni. Sasa wanakula vyakula vya Moabu, wanakunywa kinywaji cha Moabu kisichokuwa na uzima, kina mauti ya milele. Sasa hicho sasa kinaletwa ndani ya kanisa, ndo kinachohubiliwa hicho. Wanahubiri fedha na mali, kama Balaamu alivyomshauri Baali, alivyomshauri Balak. Alihaidiwa fedha na mali, sasa kwa ajili ya fedha na mali akamwasi Mungu. Ndivyo watumishi wa leo wanavyofanya, kwa sababu ya fedha na mali, kwa sababu ya ukahaba, uzinzi, usherati wanaofanya katika roho. Sasa wameitupilia mbali damu ya Yesu Kristo, wametupilia mbali kinywaji chenye uzima wa milele, damu ya Yesu Kristo, wamekitupilia mbali chakula cha mbinguni, maana ambayo ni mwili wa Yesu Kristo. Sasa kidogo kidogo watu wamejikita kwenye fedha na mali. Sasa wanahubiri fedha na mali makanisani. Ukiwatazama ni Wakristo, lakini sio Wakristo, kwa sababu sio Wakristo, hawana Kristo. Kama wangekuwa ni Wakristo, wangekula mana iliyotoka mbinguni, mwili wa Kristo na damu ya Yesu Kristo. Lakini watu hawa wanahubiri fedha na mali. Hii inamaanisha hili kanisa ni kanisa mwanamke wa Midiani. Ingawa anaonekana ni mwanamke wa kawaida, lakini ni kanisa mwanamke kutoka Midiani. Watu wanatakiwa kuelewa hilo, ni hatari kubwa. Siku hizi makanisa haya yako ulimwenguni kote. Kwa hiyo hili neno lilikuwa ni unabii kutujulisha sisi zamani zinakuja, zamani zijazo, siku zinakuja, watu watakengeuka kwa sababu ya kutamani vyakula vya dunia na vinywaji vya dunia. Watakengeuka, shetani atawaleta, watasikiliza vyakula vyao, watakula vyakula vya Ibilisi, watakunywa kinywaji cha kuzimu. Sasa watajiungamanisha na madhabahu ya Ibilisi, shetani, joka, wataabudu kuzimu kwa mafundisho ya shetani, Ibilisi, fedha na mali, alafu watajiita Wakristo. Huu ndio unabii unatimia sasa. Kwa hiyo watu wengi sasa wanaabudu ndani ya makanisa haya ambayo ni kanisa la kuzimu, ni mwanamke wa Moabu, ni mwanamke wa Midiani, ambaye huyu wako chini ya Balaamu nabii dhalimu, mla rushwa, mpenda rushwa, wanapotelea kuzimu. Mafundisho walionayo ya fedha na mali hayana uzima wa milele. Kama yangekuwa na uzima wa milele, Yesu Kristo angetuambia tuhubiri fedha, lakini uzima wa milele uko katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Baraka, mcha Mungu anafikiria kwa habari ya mwili na damu ya Yesu Kristo, kufufuka kwa Yesu Kristo. Mcha Mungu anafikiri kwa habari ya msalaba wa Yesu Kristo uliotukomboa kutoka dhambi, kama ilivyoandikwa katika Wagalatia sura ya 3 mstari kama wa 13 hivi.
kuanzia 12:13 hapa, Kristo ametukomboa kutoka laana ya torati, kwa sababu imeandikwa, amelaaniwa yeye aliangikwa juu ya mti. Ametukomboa kutoka laana ya torati. Kwa hiyo msalaba wa Kristo ni msalaba mtakatifu kwetu, ni nguvu ya Mungu iliyotukomboa. Mcha Mungu anawaza na kuongea na kuhubiri kwa habari ya msalaba wa Kristo, mwili na damu ya Yesu Kristo, kufa kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini kanisa la leo, makanisa yaliyoko leo ulimwenguni yanahubiri fedha na mali. Wapi wameipata? Wameipata kuzimu. Shetani Ibilisi amewaamuru wahubiri fedha na mali, kwa sababu wao wanataka fedha na mali. Sasa wanahubiri fedha na mali. Waumini wao sasa hawana akili tena kwa habari ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Wanawaza kwa habari ya fedha na mali. Sasa wanasikiliza fedha na mali. Mahubiri yao ni fedha na mali. Wanawaza utajiri, majumba na magari. Hili kanisa ni la Midiani. Huyu mwanamke ni Midiani. Wamekitupilia mbali chakula. Bwana wetu Yesu Kristo ameghadhibika kwa hili jambo. Israeli walipokikataa chakula kilichotoka mbinguni, mana, waliangamizwa. Biblia inasema waliokufa siku hiyo ni wangapi? Inasema mstari wa 9, Hesabu 25 mstari wa 9, wanasema nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu 28,000 hesabu yao. Kwa sababu Mungu alisema wote waliojiunga na Moabu, waliokula chakula kutoka Moabu na kinywaji cha Moabu, wakajiungamanisha na miungu ya kuzimu, waueni wote wafe, kwa sababu wamekikataa chakula changu mana na kinywaji changu cha uzima wa milele, damu ya Yesu Kristo. Waliuawa. Akiwepo huyo mwanamke aliyeletwa. Wameenda huko sasa, wamemleta mwanamke Midiani ndani ya Wakristo, ndani ya Waisraeli wa roho. Ndivyo wachungaji wa leo walivyo. Ukiwatazama ni kama wachungaji wa Yesu Kristo, lakini ukitaka kuwajua hawakutumwa na Yesu Kristo. Hawa hawajatumwa na Yesu Kristo, na huo ndio ukweli. Kwa sababu angalia, wanahubiri nini? Wanahubiri kitu gani? Mbona hawamhubiri Yesu Kristo? Kati ya Yesu Kristo na fedha inayohubiriwa makanisani sasa hivi ni fedha na mali. Yesu Kristo kawekwa pembeni. Kwa hiyo kama Yesu Kristo kawekwa pembeni, hawawezi kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Sasa wanaongozwa na roho wa kuzimu. Shetani anawaongoza. Wao wamekuwa ni makanisa ya mashetani. Hawana Roho Mtakatifu tena, ila kwa macho ukiwatazama ni kama Wakristo, lakini hawana Kristo. Kwa hiyo ni kama kanisa lakini sio la Kristo. Kwa sababu gani? Ni wazinzi, makahaba, washerati, wanazini na kuzimu. Wamemwacha Bwana wao wa kweli aliyewaposa na kuwanunua kwa damu yake ya msalaba. Huyo wamemwasi. Sasa wamekuwa makahaba, wamekuwa wazinzi. Nini wanapata? Mauti ya milele. Ndio maana huyu Midiani mwanamke na huyo mtu aliyemleta Midiani hapo, wote walichomwa kwa hilo fumo, wakafa. Huu ndio unabii. Ndivyo watakavyoangamizwa watu wote walio makahaba leo, walio wazinzi wa roho leo. Wamemwacha Bwana wao Yesu Kristo aliyewaposa kwa damu yao. Sasa wanafanya uzinzi na ukahaba, wanasali kwenye makanisa ya mashetani, ambako huko hawahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Huko wanakula na kunywa vyakula vya dunia, fedha na mali, ambayo Ezekieli amesema katika sura ya 7 mstari wa 19, fedha yao na dhahabu zao hazitawaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana, maana hazitazishibisha roho zao. Ni chakula. Kwa sababu Biblia inasema katika Ezekieli 7, fedha yao na dhahabu yao hazitawashibisha roho zao. Kwa hiyo anataja kama fedha ni chakula, lakini kimetoka
kwa Midiani, kimetoka kwa Ibilisi. Kwa hiyo wanakula chakula cha chini kuzimu, mauti ndiyo faida yao. Lakini sisi tunakula chakula cha juu na kinywaji cha juu, mwili na damu ya Yesu Kristo. Hilo ndilo kanisa lililoongozwa na Musa, Haruni. Musa na Haruni wamekaa wanasikitika kuona watu wamekengeuka, wanaenda kula vyakula vya dunia. Wanasikitika, wanalia, wanaomboleza, wanamwona mtu Myahudi Mwisraeli anakuja na mwanamke Midiani. Ni hatari kiasi gani? Sio tu wamekengeuka, sasa wameruhusu na mashetani yanaabudu pamoja nao, na makanisa ya mashetani sasa yanajiita ni Wakristo. Lakini ukitaka kuwajua, angalia kinachohubiriwa. Kile kilichowafia msalabani hakihubiriwi, kile kilichoteswa msalabani hakihubiriwi, kile kilichomwagika msalabani, mwili na damu ya Yesu Kristo, haihubiriwi. Wanahubiri fedha na mali ambayo haikufa msalabani wala kuzikwa wala kufufuka, ndiyo inayohubiriwa. Kwa nini? Kwa sababu wametamani fedha na mali, isiyo injili ya Yesu Kristo, bali ni injili kutoka kuzimu ya Ibilisi, Shetani. Mungu awabariki sana, mjue hili kwamba mwanamke Midiani anawakilisha kanisa lisilotokana na uzao wa Yesu Kristo, lakini limeingizwa ndani ya Yesu Kristo na lenyewe linajulikana kama ni Wakristo. Linaonekana kama Wakristo, wanajiita kwa jina la Kristo, na watumishi wao wanajiita wao ni Wakristo, wametumwa na Yesu Kristo, lakini ni kanisa kutoka Midiani. Wataangamia wote kwa mauti ya milele katika jehanamu ya moto kama wasipotubu, kwa sababu Mungu ameghadhibika, kama vile alivyoghadhibika siku ile watu walipotoka katika kambi na kwenda kwa Wamoabu na huko kuzini na kuungamanisha na miungu ya Baal Peor, alipoghadhibika na kuuawa watu 28 hao elfu. Basi ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo anavyoghadhibika wakati huu, akihuzunika. Watu wanahubiri fedha na mali, mafundisho ya dunia kuzimu, wanaacha mwili na damu ya Yesu Kristo na kulitumaini jina lake, wataangamia katika moto wa milele. Wewe usiwe hivyo, wewe usiwe hivyo, wewe mtukuze Mungu. Basi tusome mara moja neno hili, nisome tumalize. Anasema imeandikwa hivi: na tazama, mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja akawaletea nduguze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli, hapo walipokuwa walia mbele za mlango wa hema ya kukutania. Amemleta Midiani badala ya Mwisraeli. Amelikataa kanisa la Kristo, sasa ameamua awe chini ya kanisa la mashetani, mafundisho ya kuzimu. Wewe usiwe hivi. Tumaini mwili na damu ya Yesu Kristo, liitie jina la Yesu Kristo, ndiyo kanisa takatifu, na wewe ndiyo mwana wa Mungu. Wewe ni uzao wa Kristo, lakini huyu Midiani anaonekana ni kanisa, lakini hatokani na uzao wa Kristo. Ni Midiani, anaonekana ni mwanamke, lakini hatoki kwa Waisraeli. Ni Midiani, wanaonekana ni makanisa ya Kikristo, lakini hawatokani na Kristo. Ni wapinga Kristo hao. Kuwa na makini sana watu kama hao, kuwa makini. Basi ukisikiliza mahubiri haya, kama umependa, najua umesikiliza hadi tumefika mwisho. Basi kama umebarikiwa na utazidi kubarikiwa, naomba usiache kucomment, usiache kulike, na kama ni mara yako ya kwanza, basi uweze hata kusubscribe ili upate mafundisho mengine zaidi kwa ajili ya kulinda roho zetu na kujikinga na dhidi ya hila ya shetani ibilisi. Basi neema iwe kwako na amani na rehema zinazotoka kwa Bwana, kwa Baba Mungu wetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.